Hali gani mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, bila shaka mzima wa afya kabisa. Leo ni Jumamosi ya mwisho kabisa mwezi Juni, kwani tarehe 27 mwaka ni 2026. Niko hapa kuletea habari kutoka hapa Channel 10 Plus, nikianza na habari za kitaifa. Makundi ya wanaume kutoka katika mikoa ya Tabora na Kigoma wameomba serikali kuwachukulia hatua kali za kisheria baadhi ya wanaume wanaotekeleza wenza wao na wakati mwingine kuwanyanyapaa kutokana na ugonjwa wa fistula. Mwandishi wetu Adela Moses ana undani wa taarifa hiyo. Wakazi hao wameeleza hayo kwa hisia wakati ambao malalamiko ya wagonjwa wa fistula juu ya kunyanyapaliwa na kutengwa yakiendelea kwa kasi katika maeneo mbalimbali nchini. Kama mmekubaliana kuvumiliana katika shida na raha, so issue kumvumilia mtu katika ile hali. Uzuri sasa hivi huduma zinapatikana, watu wajaribu kujitahidi kufuatilia, mtu anatibiwa anapona. Kwa hiyo tutakuwa na familia nyingi ambazo hazina malezi ya mama kwa sababu tu baba amekengeuka na kuingia mkenge kutokana na kusikia maneno ya watu ambao wanatokea sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo mimi nafikiri sheria kali zichukuliwe dhidi ya watu wa namna hii. Wakati hayo yakiendelea, serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo hospitali ya rufaa ya Nkinga iliyopo mkoani Tabora imeendelea kutoa elimu kwa wahudumu wa afya ngazi ya jamii, ambapo hii leo elimu hiyo imewafikia mkoa wa Kigoma ili kuwafanya kuwa mabalozi watakaofikisha ujumbe huo kwa ngazi ya jamii. Ni kweli serikali imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali kuhakikisha mama haoni haya kupata hizi huduma, na ndio maana huduma ni bure. Tunatarajia CHW ulioko hapa kwa kushirikiana na timu ya wilaya katika kuhakikisha wamama wanaibuliwa ili waweze kupatiwa hizo huduma badala ya kujificha. Sisi kama hospitali tunaamini kwamba tuna nafasi ya kufanya, ila nafasi yetu iko limited. Ila kwa pamoja, tukija kwa pamoja, tunaomba masuluhisho ya fistula. Atapata matibabu bure, atapata chakula, na akiwa anatoka hospitalini anapewa nauli ya kumrudisha nyumbani, na ile fedha aliyotumia kuingia hospitalini zote atarudishiwa. Kwa upande wao, ngazi ya wanufaika mafunzo hayo wameeleza umuhimu wa hatua hiyo katika kurejesha utabasamu kwa wagonjwa wa fistula. Wale wahudumu ngazi ya jamii muda mwingi wapo na zile jamii. Kwa hiyo wakipata na wenyewe mafunzo haya wanakuwa wahudumu wazuri sana kutoa elimu kule mtaani kwa ajili ya kuwasaidia hawa akina mama. Sasa inapotokea pia baba ameamua kumtenga kulingana na hiyo hali ya uchafu na vitu kama hivyo, unaweza ukaelewa changamoto inakuwa kubwa kwa kiwango gani. Sasa kwa sababu ya elimu hii ambayo tumeipata, maana yake tunaweza pia tukazungumza na baba kama ndio ni changamoto, lakini inaweza kutibiwa na maisha mengine yakaendelea. Hata hivyo, inaelezwa kuwa zaidi ya wagonjwa 2000 wa fistula hutibiwa kila mwaka, huku hospitali ya rufaa ya Nkinga ikitibia wagonjwa wa maradhi hayo 172 kwa mwaka 2025. Kutoka hapa mkoani Tabora, Adela Moses, Channel 10. Asante Adela Moses kwa taarifa hiyo. Katika kuadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwake, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Mbeya imesema kama haitatumia nguvu kukusanya mapato kama ilivyokuwa huko nyuma, na kwamba elimu zaidi itatumika ili kila mlipa kodi alipe kwa hiari. Taarifa zaidi na Rozi Chapewa. Katika kuelekea kilele cha maadhimisho hayo, meneja wa Mamlaka ya Mapato mkoa wa Mbeya Nasoro Ndemo amesema tangu ameanza kukusanya kodi pasi na kutumia nguvu, mwitikio wa walipa kodi umekuwa mkubwa mkoani Mbeya. Mwaka huo 96-97 TRA ilikusanya bilioni 531 kwa mwaka mzima. Lakini leo miaka 30 tunazungumza TRA inategemea kukusanya zaidi ya trilioni 32. Na shabaha yetu kama Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa miaka hii 30 kuhakikisha tunatoa elimu ya kutosha kwa walipa kodi, lakini pia tunahamasisha ulipaji kodi kwa hiari, kwa sababu tunaamini kupitia kulipa kodi kwa hiari tutakuwa na nafasi kubwa ya kila Mtanzania kupata fursa ya kulipa kodi stahiki na si kwa mabavu. Mkuu wa wilaya Mbeya Solomon Itunda akiwakilishwa na katibu tawala wa wilaya hiyo Mohamed Faki anasema ameridhishwa na utendaji wa kazi wa TRA, huku wafanyabiashara wakidai kuwa uwekezaji katika mkoa wa Mbeya unaongezeka kwa kasi kubwa kwa kuwa biashara zinafanyika bila hofu. TRA ni wapongeze kwa kiasi kikubwa, mmekuwa marafiki, mnatoa elimu. Hata kama mnaitaka kodi yenu bado mtamuita mtu mara kadhaa na kuzungumza naye na kuendelea kumpa elimu. Na wakati mwingine
TRA imekuwa tayari kupunguza hata kodi ili yule mtu aweze kulipa. Serikali sasa imeweza kuweka mazingira rafiki. Tunaona sasa biashara katika mkoa wa Mbeya zinakuwa kupitia taasisi ya TRA imekuwa ikilea wafanyabiashara. Tunaona barabarani sasa magorofa kila kona, watu wanafanya uwekezaji bila hofu, na mapato tumeendelea kutoa na yanavuka viwango na mwaka huu tena yatavuka viwango. Maadhimisho haya yameenda sambamba na matembezi ya amani ya kilomita 6 pamoja na mazoezi ya viungo, hii yote ikiashiria mafanikio makubwa ya ukusanyaji wa mapato ya serikali katika kipindi hicho. Kutoka mkoani Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Asante Rose Chapewa kwa taarifa hiyo. Halmashauri ya wilaya ya Chamwino imetakiwa kuimarisha mifumo ya udhibiti wa ndani ili kuzuia kutokea kwa mapungufu katika usimamizi wa fedha na utekelezaji wa shughuli zake, pamoja na kuhakikisha maadhimio ya baraza la madiwani yanatekelezwa kama wakati ili kasoro zilizorekebishwa zisijitokeze tena. Tupate undani wa taarifa hiyo. Maelekezo hayo yametolewa na mkuu wa wilaya ya Chamwino Janet Mayanja wakati wa kikao maalum cha baraza la madiwani cha kupitia taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 2024-2025, ambapo ameipongeza halmashauri hiyo kwa kupata hati safi ya ukaguzi na kusisitiza kuwa mapungufu yanayobainishwa na wakaguzi yanapaswa kuwa fursa ya kuboresha utendaji. Hoja za ukaguzi si za kulaumiana, bali ni fursa ya kubaini mapungufu, kujifunza na kuweka mikakati ya kutenda na kuboresha utendaji bora katika halmashauri. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chamwino Elias Kawea amesema halmashauri imejipanga kuendelea kudumisha hati safi kwa kuimarisha usimamizi wa miradi ya maendeleo, ukusanyaji wa mapato na matumizi sahihi ya fedha. Pale tunapoona kwamba kunakuwa na mashaka, lazima tufuatiliane ni wapi tunataka kupata hati ambayo inaweza kuwa mashaka au hati chafu. Kwa upande wake, kaimu katibu tawala wa mkoa wa Dodoma Eric Ntikahera amesema Chamwino ndio halmashauri pekee mkoani humo ambayo haikuwa na maagizo ya kamati ya hesabu za serikali za mitaa LAC, huku mkaguzi wa hesabu za serikali mkoa wa Dodoma Selemani Karim akiitaka management ya halmashauri kushughulikia mapungufu yanayobainishwa wakati wa ukaguzi mapema ili yasijirudie. Tutumia siku hizi nne ambazo zimebakia basi kuangalia tusivuke na madeni, kwa sababu mwisho wa siku kupitia madeni ndio tunaandaa hoja nyingine za mwaka mwingine. Maeneo ya bajeti na eneo la manunuzi yataendelea kuwa ni sehemu ya ukaguzi wetu. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Katika kuunga mkono juhudi za serikali za kupunguza umaskini wa kipato na kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira, shirika la Hand in Hand Eastern Africa Tanzania HIHEA Tanzania limewekeza zaidi ya shilingi bilioni 2.8 kutekeleza mradi wa kuwawezesha wanawake na vijana 8,000 mkoa wa Iringa kupitia ujasiriamali, kilimo na ufugaji wa kisasa. Mradi huo wa miaka mitatu unajulikana kama Improving Net Worth of Underserved Actors INUA. Clement Sanga ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza wakati wa kutambulisha mradi huo kwa mkoa wa Iringa, mkurugenzi wa shirika la Hand in Hand Tanzania Jenny Sabuni amesema uwekezaji huo unalenga kuwajengea walengwa uwezo wa kujitegemea kiuchumi, kuongeza kipato cha kaya na kuchochea maendeleo endelevu ya jamii kwa kuwawezesha kunufaika na fursa za uzalishaji na ajira. Na shughuli hizi zinaenda kuwajengea watu uwezo kwenye biashara mbalimbali ambazo wanufaika watakuwa wanajihusisha nazo. Hapa tunaongelea biashara kwa wale watakaohusika na masuala ya kilimo, watakaohusika na masuala mazima ya ufugaji. Akizungumza kwa niaba ya serikali mkoani Iringa, kaimu katibu tawala mkoa wa Iringa Elias Luvanda amesema shirika hilo ni mdau muhimu, huku akiweka wazi dhamira ya serikali ya awamu ya 6 mkoani humo kutoa ushirikiano kwa shirika hilo. Na nimetoa commitment ya mkoa, lakini nimetoa maelekezo kwa taasisi zote za umma, lakini nikatoa wito pia kwa wadau wengine kama mashirika mengine, NGOs na pia na viongozi wa Kongo. Kwa namna ya mafunzo tulivyopewa hapa siku ya uzinduzi, mradi utakuwa na manufaa makubwa kwa sababu unakwenda kugusa maisha ya watu, unakwenda kugusa maisha ya jamii. Clement Sanga, Channel 10,
Iringa. Asante Clement Sanga kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Iringa. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Geita imewafikisha mahakamani watumishi 18 wa halmashauri za wilaya ya Bukombe, Chato, Mbogwe, Nyang'hwale na manispaa ya Geita kwa makosa ya ubadhilifu wa zaidi ya shilingi milioni 128. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Mrisho Sadek. Mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Geita James Ruge ametoa taarifa hiyo kwa waandishi wa habari, ambapo amesema watumishi hao wamesababisha serikali hasara ya jumla shilingi milioni 128,673,342 kwa kutowasilisha makusanyo tajwa katika akaunti ya makusanyo ya fedha za serikali kinyume na utaratibu. Waliohusika na ubadhirifu wa fedha za mapato ya halmashauri zetu ni kama ifuatavyo: watumishi 4 wa halmashauri ya wilaya ya Bukombe ambao ni Balitadha Matale Bundala, afisa mtendaji kata ya Uyovu, Makonsolo Kabika, afisa mtendaji kijiji cha Bulumbaga, na Nzia Chedieli Mzava, mwandishi mwendesha ofisi, na Peter Pasco John, mkusanya mapato wa halmashauri. Kufuatia matukio hayo, uchunguzi ulifanyika na baada ya kupata vibali kutoka ofisi ya taifa ya mashtaka, watuhumiwa tajwa wamefikishwa mahakamani na kufunguliwa mashauri 18 katika mahakama za wilaya ya Bukombe, Chato, Mbogwe, Nyang'hwale na Geita. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho. Zaidi ya wanafunzi wa kike 5,000 wa shule za msingi na sekondari katika mikoa ya Dodoma, Manyara, Njombe na Tabora wamenufaika kwa kupatiwa mahitaji muhimu ikiwemo taulo za kike za kudumu zaidi ya 40,000, hatua inayolenga kuboresha afya wakati wa hedhi na kupunguza mahudhurio hafifu shuleni na kuwawezesha kuendelea na masomo bila vikwazo vyovyote. Mwandishi wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma ana undani wa taarifa hiyo. Ni mwendelezo wa utekelezaji wa mradi wa Dignity Hamper Keep a Girl in School unaotekelezwa na bomba la mafuta EACOP, huku wakishirikiana na Total Energy Tanzania wakiwa wilayani Chemba mkoani Dodoma katika hafla ya kukabidhi vifaa hivyo shule ya sekondari Mrijo Juu. Mkurugenzi wa sheria na mahusiano kutoka Total Energy Tanzania Getrude Mpangile amesema lengo ni kuwasaidia wanafunzi hao kuepukana na changamoto zinazowakabili haswa nyakati za hedhi, huku zoezi hilo likitajwa kuwa endelevu. Kumekuwa kuna changamoto ya ukatishwaji wa masomo, lakini pia kukosa ujasiri wanapokuwa shuleni kwa sababu ya changamoto ya upatikanaji wa vifaa kama hivi, na tumekuwa tunafanya shughuli mbalimbali za kuwezesha jamii. Imekuwa ni ahadi yetu kwa jamii ya Tanzania. Tutazidi kuendelea kujumuika na jamii katika awamu tofauti tofauti. Tunajua pia tutawafikia ambao bado hawajanufaika. Baadhi ya wanafunzi ambao wanufaika wamezungumzia umuhimu wa vifaa hivyo haswa katika maeneo ya vijijini. Tunawashukuru sana kwa kutuletea msaada wa pedi katika shule yetu, kwa sababu katika maeneo ya kijijini ni ngumu sana kupata huu msaada. Tunawashukuru sana kwa sababu wanaweza kutusaidia katika mazingira ambayo tutakuwa kwenye hedhi, kutuzuia kuacha kuja shule. Wanafunzi hao pia wamekabidhiwa sabuni za kufulia taulo hizo na ndoo zenye matumizi mbalimbali. Leonard Mwacha, Channel 10, Dodoma. Idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na matetemeko makubwa ya ardhi yaliyoikumba Venezuela imefika 920, huku zaidi ya watu 51,000 wakiripotiwa kutoweka. Matetemeko hayo yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 yamesababisha uharibifu mkubwa wa majengo, barabara na miundombinu. Kaimu Rais Delcy Rodriguez amesema serikali inaendelea kutoa chakula na maji kwa waathiriwa, huku akiomba msaada wa uokoaji wa kimataifa na misaada ya kibinadamu. Juhudi za uokoaji zinaendelea katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi, huku mamlaka zikidhibiti ufikiaji wa eneo la Gwaila ili kurahisisha operesheni za kutafuta manusura. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM katika halmashauri ya wilaya ya Babati mkoani Manyara wametakiwa kutimiza wajibu wao ipasavyo kwa kuwatumikia wananchi na kushughulikia kero zao kwa wakati ili kuendelea kuimarisha imani ya wananchi kwa chama hicho. Elia Kimani ana undani wa taarifa hiyo. Maelekezo hayo yametolewa na mkuu wa wilaya ya Chamwino Janet Mayanja
Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa CCM wilaya Babati vijijini Jackson Aibey wakati wa kikao cha halmashauri kuu ya chama hicho wilayani hapa, akisema kuwa viongozi wasipowatumikia wananchi kwa uaminifu na kushughulikia changamoto zao, watawapa nafasi watu wenye nia ovu na kuvuruga amani ya nchi kupenyeza ajenda zao na kuwashawishi wananchi na hatimaye kupata uungwaji mkono. Watu waendelee kufanya wajibu wao, hali ya amani iendelee kuwepo kwenye maeneo yetu. Kwa kweli tuache masuala ya kupambana, ya kulumbana kwenye maeneo yetu. Mimi nafikiri tukafanye wajibu wetu ambavyo tunapaswa. Kama chama tunatakiwa tukaisimamie serikali kwenye miradi mbalimbali. Ushiriki wetu mimi nafikiri ni wa muhimu kama chama kutoa maelekezo pale ambapo inahitaji kutoa maelekezo kulingana na katiba yetu. Bado tunahitajika kwa kweli kutimiza wajibu wetu, tukafanye wajibu wetu. Elezeni serikali inafanya nini kwa kipindi hiki kwenye kata zenu, kwenye sekta elimu, afya, vituo vya afya vinajengwa, walimu wameajiriwa kwenye shule zenu, kwenye kata, elezeni. Naye mbunge wa viti maalum kwani hapa ambaye pia ni naibu waziri wa ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora Regina Ndege amewataka viongozi wa chama hicho cha Mapinduzi kuendelea kuwa karibu na wananchi, kusikiliza kero zao na kutafuta ufumbuzi wake kwa wakati. Lakini ninyi ndio watu wa kwanza kabisa kupokea kero za wananchi. Asitokee mtu anatokea nje, mpinzani anakuja anasimama kwenye mkutano, wananchi wanatoa kero zao. Wananchi wakimwona katibu wa CCM waone ndio kimbilio lao. Wakimwona diwani anayetokana na Chama cha Mapinduzi waone ndio kimbilio lao. Wakimwona katibu na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi au mwenezi waone huyu ndio kimbilio lao. Maana yake kupitia ninyi ndio sisi tunayapata, yatafika kwa mbunge, yatafika kwa mbunge wa viti maalum, yatafikishwa serikali. Nao baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaotokana na CCM wamesema wataendelea kushirikiana kwa karibu na wananchi ili kuhakikisha changamoto zao zinapata ufumbuzi kwa wakati na kuendeleza shughuli zao za maendeleo. Kutoka wilayani Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel. Ubalozi wa Korea Kusini nchini Tanzania umepongeza fursa ya muunganiko mpya kati ya Korea Kusini na Tanzania kupitia programu ya kiutamaduni iliyoandaliwa na ubalozi huo kwa kushirikiana na Sejong Academy iliyofanyika katika chuo cha utalii NTC jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi. Balozi wa Jamhuri ya Korea Kusini nchini Tanzania, Yoon Juan, amesema tukio hilo limefanya ajisikie fahari kwa kuwaleta wanafunzi hao darasa la urembo utakayokuwa fursa ya kibiashara na utunzaji binafsi wa ngozi zao. So I'm very happy to provide this opportunity to all these young people to think about their health regimen, their personal regimen, but also about their business plans that they can undertake in the future. Kwa upande wake, makamu mkuu wa chuo hicho Jessica William amesema hii ni fursa nzuri kwa wanafunzi kujifunza tamaduni mbalimbali za mataifa mengine, hasa asili ya Korea na vyakula vyao, huku rais wa serikali ya wanafunzi amesema programu hiyo imewasaidia. Kwa tunafurahi sana community NCT kama staff, lakini pia wanafunzi wetu wanaosoma mapishi, lakini pia wanaweza kuona tamaduni mbalimbali za Kikorea. Tumepokea ujuzi, elimu na tumejifunza vitu kadhaa. Kati yetu tuna ujuzi wa sehemu mbalimbali, kuna wataalamu wa maeneo tofauti na tunahudumia jamii kupitia serikali. Nao baadhi ya washiriki walioenda Korea Kusini wamesema mradi huo unalenga kuunganisha vipaji vya nchi zote mbili na kufungua milango mipya kwa vijana katika tasnia ya filamu, kwani wamejifunza mbinu za uzalishaji wa filamu na utamaduni wa nchi hiyo. Nimejifunza mambo mengi sana, jinsi gani utamaduni wa Kikorea ambapo unafanywa. Uone, nimejifunza namna ya vyakula vyao. Nimevaa G kwa ajili ya taekwondo, masuala ya ngumi nini huko kwa Korea. Kwa nime-experience vitu vingi. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Asante Witness Ngalawa kwa taarifa hiyo. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mbeya mjini Humphrey Msomba amewataka madiwani pamoja na wenyeviti wa mitaa jijini Mbeya kusikiliza kero za wananchi na kutumia lugha nzuri wakati wa kutatua kero hizo, huku akisisitiza kueleza miradi inayotekelezwa na serikali katika maeneo yao ili kuwajengea uelewa wa kazi zinazotekelezwa. Taarifa zaidi na Epimarcus Apolinari. Mwenyekiti wa CCM wilaya Mbeya mjini Humphrey Msomba
Amesema hayo wakati wa kikao kilichowakutanisha madiwani pamoja na wenye viti wa mitaa ili kufanya kazi kwa kushirikiana na chama pamoja na kushirikisha wananchi kwenye maendeleo ya miradi inayotekelezwa na serikali. Sasa tumieni kauli nzuri, kaeni na wanachama, kaeni na wananchi wenu, muendelee kuwajenga vizuri katika maendeleo mbalimbali. Madiwani pia washirikisheni wananchi. Kwa upande wao, madiwani pamoja na wenye viti wa mtaa wamesema watahakikisha wanakilinda Chama cha Mapinduzi na kuahidi kwenda kutimiza majukumu yao kwa wananchi. Sisi tunaenda kukaa na wananchi, tunapita nyumba kwa nyumba, kitanda kwa kitanda, kuhakikisha kabisa wananchi wanakuwa na imani na Chama cha Mapinduzi. Na hata huko kwenye kata zetu pia tunafanya hivyo. Tunaweka mikutano, tunafanya vikao kwamba chama chetu kipo hai. Yale yote makando kando ya nyuma yale yote tumesha yaacha. Tunasonga mbele. Na sisi kama jumuiya ya umoja wa vijana tumemhakikishia mwenyekiti wetu wa chama kwamba tupo tayari kuendelea kufanya kazi kwa kupata maelekezo kutoka kwao, lakini kuhakikisha kwamba tunalifikisha chama chetu sehemu salama. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema kwamba Tehran ilikuwa ikijibu mashambulizi ya anga ya Marekani kwenye pwani ya kusini. Haya yamejiri baada ya Iran kudai kuwa Marekani imefanya mashambulizi nchini humo iliyotaja kuwa ya kikatili. Jeshi la Marekani limesema vikosi hivyo vimeshambulia siku ya Ijumaa maeneo ya kuhifadhi makombora na drone pamoja na mifumo ya rada katika pwani ya Iran ili kujibu shambulio la Tehran lililolenga meli ya mizigo iliyokuwa ikipita katika mlango bahari wa Hormuz. Iran imeshutumu Marekani kwa ukiukaji wa wazi wa makubaliano ya amani yaliyofikiwa kati ya pande hizo mbili ili kukomesha vita vya Mashariki ya Kati. Naam, kwingineko ni kwamba mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saadi Mtambule amekutana na wafanyabiashara mbalimbali wilayani humo wakiwemo wamiliki wa bar, club za usiku na maduka ya pombe kwa lengo la kuwakumbusha umuhimu wa kuzingatia sheria na taratibu za kuendesha huduma zao. Akizungumza baada ya kufanya kikao kazi hicho, mkuu huyo wa wilaya amesema serikali inathamini jitihada za wafanyakazi hao kwa kulipa kodi na kutoa ajira kwa Watanzania, jambo ambalo linapunguza utegemezi kwa jamii kupitia ajira hizo, huku akisisitiza suala la maadili katika maeneo yao. Wakitoa maoni yao, wafanyabiashara hao wameiomba halmashauri ya manispaa ya Kinondoni kufanya maboresho ya sheria ili ziendane na mazingira halisi ya sasa, kwani baadhi ya sheria hizo zimepitwa na wakati. Ugomvi wetu uliopo ni kama wataalamu walivyotuambia, ukiukwaji wa maksudi wa sheria, kufunga masikio, kufunga macho na kuwa na mdomo ambao hauleti afya katika hiyo mitaa. Hilo sisi hatuwezi tukakubali hata kidogo. Kwa hiyo wale wanaotaka kufunguliwa, wito wangu ni mmoja tu, tufuate masharti. Kwa kila mwenye biashara ambaye anahisi kuna baadhi ya sehemu alitakiwa weke soundproof, kuna baadhi ya maeneo amekiuka sheria na taratibu, akajirekebishe, arudi kwa nemki, arudi kwa afisa biashara, basi biashara yake itafunguliwa. Kwa hiyo sitamki kwamba biashara zinaenda kufunguliwa, isipokuwa tumeambiwa tukajirekebishe kwenye maeneo yetu, biashara zifunguliwe. Nia, lengo na madhumuni sisi kama chama ni kuomba serikali yetu ya wilaya, serikali yetu ya mkoa na serikali yetu ya taifa, biashara zikafunguliwe. Taarifa hiyo inatuwekea nukta kwenye habari za kitaifa na kimataifa. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutaungana na Esther Mtebe ambaye yeye atatupitisha kwenye habari za michezo kitaifa na kimataifa. Mimi ni Eden Bahati.